lakini hapa katikati tulipokea maelekezo kutoka kwa viongozi kwamba kuna wafanyabiashara wanataka kuingia kwenye nafasi hii hapa tuliokuwa nayo wazi hapa. Kwa hiyo mkurugenzi kimsingi alipata maelekezo kwamba tutengeneze banda la mfano pamoja na meza za mfano, ili banda likishakamilika wale wafanyabiashara wengine wote watengeneze banda kama hili na meza kama hizi hapa, ili waendelee wakati sisi tunaendelea na kazi ya kukamilisha huko. Kwa hiyo mimi ofisini kwetu tulipata hayo maelekezo, na mkurugenzi akishatoa maelekezo, mimi wajibu wangu ni kutekeleza. Kwa hiyo tulitekeleza kwa kujenga hili banda kama mnavyoiona. Ilikuwa bado halijakamilika, lakini kwa sababu ya changamoto zilizopo tumeamua kusitisha kwanza ili mwafaka upatikane. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo ilikuwa ni plani B. Plani A ambayo wafanyabiashara wote wanaifahamu hapa ni kujenga mabanda makubwa mawili, ambayo mabanda makubwa mawili ndio wafanyabiashara wengi wanaelewa kwamba, lakini kwa sababu ya changamoto ya upatikanaji wa fedha na hawa wafanyabiashara tunaondoa kutoka mitaani kuwaleta huko. Kwa hiyo ndio maana tulifikia kupokea maelekezo ya viongozi tukatekeleza huu mradi. Awali ya yote ni kweli kama ambavyo maelezo yametolewa na injinia. Ninakumbuka alikuja hapa mgeni, alikuwa ni naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa John Mongera, na alipoona adha ya watu wako juani alijaribu kuliona hilo kwamba wakati ujenzi unaendelea kule bado hajakamilika, watu hao wanapata adha sana ya kuwa juani. Kwa ni vyema basi pakaweza kuwekwa mabanda haya, ili mwisho wa siku tutakapokuwa tumekamilisha kule, basi sasa ujenzi wa wale mabanda kama ambavyo injinia amesema kwamba yanatakiwa kujengwa mabanda mawili makubwa yaweze kuwepo. Sasa kwa sababu tayari imeisha kuwepo banda hili la mfano pamoja na meza, mimi na kamati yangu ya siasa tumepita tu kufuatilia kuona yale maelekezo ambayo kiongozi wetu wa ngazi ya juu, naibu katibu mkuu Taifa John Mongera aliyatoa, kuona kwamba amefikia hatua gani. Kwa sasa tumeona, na kama ambavyo alisema kuna changamoto kadha wa kadha, basi watakapokuwa wamezikamilisha, ninajua changamoto inaweza kuwa ni fedha, upatikanaji wa fedha. Ndio maana hata kule ni kama wanakwenda polepole, mahitaji ni makubwa na kinachokusanywa wakati mwingine kinakuwa ni kidogo. Ndio maana tunaendelea kuhimiza na kushauri watu kwamba makusanyo yetu yale tunayoyatoa, unayaona ni kidogo, shilingi 1000, shilingi 500, bado inafanya vitu vikubwa sana. Tuendelee kuwa waaminifu kulipa kodi kila ambacho tunakuwa tumeambiwa kwamba tulipe, ili walao kiweze kuleta maendeleo makubwa. Sasa fikiria tu kwa mfano rahisi, soko hili halina fedha za kutoka nje, linajengwa kwa fedha za makusanyo ya ndani. Ilipokuwa imekadiriwa kwa miaka kama nafikiri mitatu, ilikuwa ni bilioni 1 na milioni 800, lakini naamini kuja kukamilika litakwenda zaidi ya bilioni kama ngapi? 2. Hiyo yote ni kutokana na mapato ya ndani, na likamilika tutaziona faida nyingi, na tumeshaanza kuona kile ambacho kinaendelea. Niaba ya wafanyabiashara wa soko kuu, tunashukuru sana ujio wenu, na mmeeleza kwamba mko katika ukaguzi wa miradi nadhani inafanyika chini ya serikali. Lakini sisi, mbali na alivyokuja John Mongera, nilimweleza kwamba hili soko tangu tulipokaa kikao tarehe 21 mwezi wa 9 2022, maazimio yalikuwa kwamba wakishabomoa haya maduka, wakishajenga hapa, wataweka jamvi kwa maana ya sakafu, alafu watatengeneza nguzo na mabomba ambayo mapaa yale yatakuwa ya chuma ya kwenda juu, ili wateja wakiwa hapa, hata kama unafanya mpaka kule karibu kwenye mlango unaonekana. Sasa watu wamesubiri, kwa sababu mwanzo ilikuwa kwamba ni miezi 4, tulivyoambiwa kwamba itakapofika miezi 6 soko lote litakuwa limefanya nini, limekamilika, kwa sababu watakuwa wanajenga usiku na mchana. Lakini sivyo, leo ni mwaka wa 4. Kwa vyote vile, hata Mheshimiwa John Mongera nimwambia kwamba kama mapato ya ndani ya umo yanakusanywa, yanapelekwa wapi? Halmashauri. Na serikali inamtafuta CAG kwenda kupiga mahesabu manispaa ili kupata hati safi au chafu. Mapato yale, kwa nini serikali isisapoti? Hata kama ni kijana wako akiwa amejenga nyumba imefika kwenye renta, ikamaliza miaka 3 4, unajua amekwama.
Kwa hiyo kwa maana tafsiri hiyo ni kwamba manispaa inahitaji support, na kama chama ambacho ndio kimeisimamia serikali ni vyema sana mkaipeleka hii, hata ipelekwe kule mbele kwamba tunaomba hii mahesabu ya bilioni 1 na kitu na nini, hiyo yote imeleta ni shida, kwa sababu bado haijakidhi kama tulivyokubaliana. Kwa hiyo walivyoleta hili banda, wafanyabiashara hawa wote hawa kwanza wanashangaa, sivyo kama tulivyokubaliana katika kikao. Meza kama hii huwezi ukaweta humu, watu wanaingiza humu tangu soko hili limejengwa 79 mpaka leo miaka 47. Wafanyabiashara wa soko hili wamechangia pato kubwa sana katika serikali. Kwa hiyo lazima ifikie mahala sasa serikali, halmashauri, hata chama kisapoti wafanyabiashara ambao kiujumla pato lao ndio ni chanzo cha mapato ya serikali katika mji wetu na katika manispaa hii. Kuweka meza kama hii ambayo mtu ataleta viazi, ataleta maharage, ataleta njugu, karanga, haitakidhi. Kwa hivi vitu ina maana wafanya biashara wale ambao ni biashara ndogo ndogo. Nadhani mheshimiwa ulifika mle mwetu kwenye banda lile banda lile, sementi zile ambazo zimetengeneza ile meza, na kwanza katika kikao walisema na nize meza zitakuwa za zege, sio hii. Ndio maana ilipoletwa juzi wakasema la mfano, watu wameshindwa kuelewa. Watu utawatoaje kuja humu wakati hii sehemu yote wafanyabiashara karibu 100 na kitu wameenda humo, na yule mkurugenzi alisema Mbanani hakuna cha kusema meza ya mtu kwa sababu ni dharura, emergency. Kwanza wakamilishe ujenzi, wakisha kamilisha basi wale tutakuja huku chonde. Tunaomba hii taarifa hii iliyoletwa hii ni kama mtu kwamba labda walienda kwa sababu ya maelekezo, lakini ukweli ni kwamba sio kama tulivyokubaliana. Uongozi wa mkoa, wa wilaya, mkurugenzi wote na sisi wadau nao ni wafanyabiashara wanasubiri kuona lini wataanza kutengenezewa huku. Ukimweka mtu hapa ambaye ametoka kula anauza matikiti, ina maana unawafanya wale ambao wamesubiria miaka 4 kwamba sehemu hii sio. Sasa hatutaki kutengeneza mgogoro ambao hauna maana. Mimi naomba tu niwahakikishie wafanyabiashara katika soko letu kuu la hapa mjini, yale ambayo mmekubaliana na manispaa tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2022, si ndio? Ndio yale yanakwenda kufanyika hapa. Hapatokuwa na mabadiliko ya aina yoyote zaidi ya uboreshaji. Tumeelewana na wafanyabiashara? Hapatokuwa na mabadiliko yoyote ya kwa maana ya kwamba structure, jengo lenyewe jinsi lilivyo, sio? Hapatokuwa na mabadiliko yoyote zaidi ya kuboresha kwa maana ya maeneo yote ambayo watu wanastahili kufanyia biashara. Hilo nakuhakikishieni, na mimi kama diwani wenu, kama mstahiki meya wa manispaa ya Shinyanga, natakiwa kwenda kusimamia maslahi ya wafanyabiashara pamoja na watu wote kwa ujumla. Tumeelewana wananchi? Kwa hivyo mimi kwa mara nyingine tena nasema nakwenda kuisimamia hili na nitahakikisha kwamba linafanyika ipasavyo. Nitakaa na wataalamu, tutachakata. Kama hatuna fedha, ziko njia ambazo tunaweza tukazitumia za kuhakikisha kwamba tunapata fedha na kujenga hili soko kwa haraka iwezekanavyo. Najua mmesubiri muda mrefu sana, yapata takriban miaka 3-4, si ndivyo? Lakini kuhakikisheni kwa safari hii tunakwenda kutengeneza hili soko na linakwenda kuwa bora zaidi, kwa sababu kimsingi hii ni alama ya Shinyanga, si ndio? Hii ni icon ya Shinyanga. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na soko la Shinyanga ambalo liko hovyo hata kidogo. Tutahakikisha kwamba tunakwenda kulijenga vizuri na katika kwa kujali maslahi ya wafanyabiashara pamoja na manispaa kiujumla. Tumeelewana? Kwa hiyo niwatoe hofu, niwatoe wasiwasi, sisi pamoja na wataalamu, kwa maana kwamba mimi sisi madiwani pamoja na wataalamu tutashauriana vizuri na tutahakikisha kwamba tunapata fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hili soko tunalikamilisha kwa wakati. Habari na stories ambazo zilizopita hizo tuachane nazo, tuzungumze ya sasa na kuendelea. Na tulishafanya vikao vingi na mwenyekiti, si ndio mwenyekiti? Na nadhani mara ya mwisho tulifanya kikao na tukakubaliana na tukaweka kwenye maandishi. Yale ambayo tumekubaliana mwenyekiti ni kuhakikishia kwamba ndio hayo yanakwenda kufanyika. Na kwa msingi huo ni mimi huyo ambaye nilikuja hapa nikakuta hili banda limejengwa.
na mimi huyo ndio nilioamrisha kwamba tusiendelee, wala sio mtu mwingine. Hiyo responsibility, Mheshimiwa Mwenyekiti, naibeba mimi. Hatuwezi kuwa na banda la namna hii. Hapa ni mjini, hapa sio Mwamalili. Hapa ni mjini, ni lazima tuwe na vitu vinavyofanana na mjini. Lazima tuwe na mabanda, lazima tuwe na soko ambalo linafanana na mjini, lenye facilities zote zinazohitajika. Sasa kama watu waweza kujenga soko la miaka 70 na ambao mpaka leo lipo na linaonekana, kwa nini sisi tuende kujenga kitu temporary kama hichi? Hakuna sababu yoyote, haipo. Nikuhakikishie Mwenyekiti, nipo imara kuliko unavyofikiri. Niko imara kuliko unavyofikiri, na nipo kwa ajili ya kuwatetea maslahi ya wananchi wangu. Kwenye hilo sitakubali. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.